Tuelekee sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jeshi la nchi hiyo limeanzisha operesheni za kuwasaka waasi wa Rwanda FDLR mashariki mwa Kongo. Jana naibu kamanda wa jeshi la Kongo alitangaza kuanza rasmi kwa operesheni hizo mjini Kisangani katika jimbo la Chopo, akitoa wito kwa FDLR kujisalimisha ili warejeshwe katika nchi yao. Kutoka Bukavu, mwanahabari wetu Mitima de la Chance ametutumia ripoti ifuatayo. Akizindua rasmi operesheni hiyo mbele ya maafisa wa kijeshi, naibu kamanda wa jeshi la Kongo Generali Ichaligonza Jacques amesema kuanza kwa msako wa FDLR kunaashiria hatua mpya ya utekelezaji wa ahadi za usalama zilizotolewa na Kinshasa, haswa ndani ya mfumo wa makubaliano ya Washington. Alitangaza kuwa vikosi vitatu viko tayari kwa operesheni hii na akahimiza FDLR kujisalimisha. Iwe kwa hiari au kwa nguvu, lazima wasalimishe silaha zao. Dhamira yetu ni kuangamiza makundi yote ya kigeni yenye silaha kwenye ardhi yetu kwa mujibu wa makubaliano ya Washington. Kuna awamu ya kuheshimiwa, halafu kuna awamu nyingine ambazo sisi kama jeshi la Kongo tutaheshimu. FDLR lazima warudi katika nchi yao kwa sababu nchi yao ni Rwanda, sio hapa Kongo. Afisa huyo wa ngazi ya juu wa jeshi la Kongo amethibitisha kuwa awamu ya kwanza, yaani kuhamasisha FDLR, imekamilika kwa mafanikio na kwamba FDLR waliojisalimisha watahifadhiwa Kisangani katika eneo ambalo tayari limetayarishwa vyema kwa ajili hiyo kabla ya kurejeshwa nchini mwao. Josephat Musamba, mtafiti katika masuala ya makundi yenye silaha akiwa pia Dr. Researcher kwenye chuo kikuu cha Ghent nchini Ubelgiji, anahisi kwamba operesheni hiyo ni yenye changamoto kwa vile baadhi ya FDLR wanadaiwa kuwa katika maeneo chini ya udhibiti wa AFC M23. Shamba la mapigano itachanganyikiwa sana kama jeshi la Kongo litaweza kuzibia M23, pia kuanzisha operesheni za kushambulia ma FDLR. Mimi naona ile itakuwa vigumu sana. Upande mwingine, tangu mwisho wa Machi 2026 kumeonekana harakati za kujiondoa kwa waasi wa AFC M23 katika vijiji kadhaa vya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Mick Mutiki, msimamizi wa mfumo wa mashauriano ya asasi za kiraia Kivu Kusini, anahisi mkakati huu unaashiria maendeleo chanya katika harakati za kutafuta amani mashariki mwa Kongo. Tunaona kama hiyo ni mikakati inayolenga kuonesha sura nzuri kwenye jumuiya ya madola na shirika la kimataifa lote. Katika taarifa ya hivi karibuni, AFC M23 inafafanua kwamba kujiondoa huko ni sehemu tu ya mzunguko wa kawaida na wa kimkakati wa wapiganaji wake, ikizingatia heshima ya mfumo wa mchakato wa amani wa Doha. Pia inalaumu jeshi la Kongo kufanya mashambulizi ya mabomu katika vijiji vya Mikenge na Gakenge karibu na Minembwe, Kivu Kusini. Mitima de la Chance, DW.